Simba. Simba. Ubaya ndo slogan yetu, lazima tuikubali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Michezo, Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, Mheshimiwa Jaji Mstaafu Mzee Mihayo na trustee wetu wa klabu ya Simba, Mheshimiwa mwenyekiti wa klabu ya Simba na naibu mwenyekiti wa bodi Mheshimiwa Murtaza Ali Mangungu, Mheshimiwa mwenyekiti mstaafu wa bodi ya klabu ya Simba na mjumbe wa bodi wa klabu ya Simba ya sasa, rafiki yangu Salim Hene. Niseme kwamba itifaki imezingatiwa. Mbele yenu nimesimama hapa kama mwenyekiti wa kamati ya tenda kwa lugha yetu tunaita zabuni, ambayo iliundwa na bodi ya klabu ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi ya Simba na rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dewji na naibu wake Murtaza Ali Mangungu, kufanya kazi ya kutangaza tenda kwa ajili ya watakaokuja au watakayekuja kubuni, kuzalisha, kusambaza na kuuza jezi na vifaa vyote vya michezo vyenye nembo ya klabu ya Simba. Hapo kabla klabu yetu ilipokea barua za maombi kutoka kampuni kadhaa wa kadhaa zikihitaji kutoa huduma ya uzalishaji na uuzaji wa jezi na vifaa vya michezo vya klabu yetu ya Simba. Barua hizo ziliwasilishwa kwa wingi kati ya mwezi wa 10 hadi mwezi wa 12 mwaka 2024, mwaka jana. Lakini bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba ililijadili swala hilo na likaazimia mchakato wa jambo hilo ufanywe kwa ushindani, watu washindane, makampuni ya shindane kwa uwazi kabisa. Hivyo tenda ikatangazwa. Tarehe 3 mwezi wa 2 mwaka 2025 Simba ikatangaza tenda hiyo kwa ajili ya kubuni, kuzalisha na kusambaza na kuuza jezi na vifaa vya michezo vyenye nembo ya klabu ya Simba. Hivyo watu wengi, kampuni nyingi zikaleta maombi kwa njia hiyo ya uzabuni. Takribani kampuni 8 zilichukua tender document yetu ya club ikaenda kuzifanyia kazi. Lakini kampuni 6 zilirudisha tender document yetu siku ya ufunguzi, ambayo siku ya ufunguzi wa huo mchakato ilikuwa ni tarehe 21 mwezi wa 2 mwaka 2025. Mchakato huo ulifanywa kwa uwazi sana, kwa maana ya kwamba wote walioomba, wote waliojaza tender document tulioitoa walikuwepo siku ya tukio lenyewe, na kila tenda ilifunguliwa pale pale mbele yao, kila mmoja akiona. Hivyo kila mmoja aliweza kujua ofa ya mwenzie aloiweka katika dokumenti yake. Na baada ya hapo kila mshiriki aliyeomba alitia saini kwenye proposal ya mwenzie. Maana yake muombaji A, B, C na D wote walitia saini kwa muombaji F baada ya kusoma ile zabuni yake na kiasi ambacho aliweka.
Kwa hivyo kila mmoja alijua mwenzie kaweka kiasi gani cha fedha. Baada ya ufunguzi, kamati ya tenda ya klabu ya Simba ilifanya uchambuzi, yani evaluation, na baadaye tukampata mshindi. Taarifa za mchakato wa uchambuzi na mshindi tulizituma kwa wazabuni wote mnamo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025. Wazabuni hao waliarifiwa kuwa klabu ya Simba inategemea kumpa mkataba mshindi wa aliyeweka fedha nyingi, lakini pia akaweka vitu vingi ambavyo sisi kama klabu ya Simba tulivihitaji viwepo. Kwa hivyo tukawataarifu wazabuni wetu juu ya hilo, na mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2025 Simba iliingia mkataba wa miaka 5 na kampuni hiyo ambayo ilishinda zabuni hiyo. Mkataba ambao tunaipa kampuni hiyo uwezo wa kubuni, kuzalisha, kusambaza na kuuza kwa mujibu wa viwango na mahitaji ambayo klabu ya Simba kupitia kamati hii ilijiwekea. Mabibi na mabwana, katika mkataba huo mshindi aliyeshinda zabuni hiyo kwa fedha takribani shilingi za Kitanzania bilioni 38. Nitarudia. Mshindi aliyeshinda katika zabuni hiyo tuloitangaza wakati huo aliweka kiasi cha fedha cha shilingi bilioni 38 kwa mkataba wa miaka 5. Na washindani hawakuwa mbali, walishindana, lakini kampuni hii fedha zake zilikuwa nyingi sana. Kamati yangu ambayo ilipewa dhamana hiyo ikasema hapana, kwa fedha hizi, kwa faida hizi ambazo huyu bwana ameziweka humu ndani, hakuna namna yoyote ambayo tutashindwa kumkubali. Hivyo mabibi na mabwana, nichukue fursa hii kumtangaza kwenu mbele yenu mshindi aliyeshinda zabuni hiyo kwa fedha za Kitanzania za shilingi bilioni 38 kwa mkataba wa miaka 5. Si mwingine, mshindi ni kampuni ya Jairuti Investment East Africa Limited. Makofi machache. Klabu ya Simba inakwenda kuchukua kwa mwaka fedha takriban bilioni 5.6 kwa mwaka mmoja. Makofi mengi sana. Hivyo basi, mambo yako mengi, faida ziko nyingi, nisingependa mimi nitaje yote. Nimkaribishe kwenu mbele yenu mshindi wa zabuni hiyo, Jairuti Investment Company Limited. Karibu sana, na wewe ndio utakayekuja kueleza yapi na yapi ambayo unakwenda kuifanyia klabu ya Simba mara baada ya kushinda zabuni hii. Asante sana na karibu.